base, the sanctuary of God, yaani sehemu takatifu ya Mungu, sehemu iliyozungukwa na mamlaka ya Mungu, utawala wa Mungu, nuru ya Mungu, hekima na maarifa ya Mungu. Hii sehemu haiko nje yako, haipo mbali na wewe kwamba utoke uende kuitafuta. Hii sehemu haipo nje yako useme kwamba utoke uende kuifungua. Na huu ndio msingi mkubwa ambao wewe uliyechaguliwa katika nyakati hizi inatakiwa usimamie. Wewe ambaye ndio muda wako huu wa kuamka, wa kuwa more mature kwenye nuru. Wewe ambaye akili yako inapoyasikia haya inasisimka, inabidi usimamie huu msingi kwamba hiyo sehemu kuu, sehemu ya mamlaka, utawala, nuru, hekima na maarifa iko ndani yako. Wewe ambaye moyo wako ukiyasikia haya unafunguka na kuyapokea kana kwamba unayatambua haya, huu ndio wakati wa wewe kusimama kwenye huo msingi, kwamba hiyo inayoitwa sehemu ama experience ama ufalme wa Mungu uko ndani yako. Sasa kuwa kwenye ufalme ndani na uhalisia wa maisha ni vitu viwili tofauti. Ufalme tunajua upo ndani, tunajua tuna hayo maarifa. Roho yetu imefikia wakati inajua, akili yetu imefikia wakati inajua kwamba ufalme uko ndani, lakini uhalisia wa maisha kidogo uko tofauti. Tunajitahidi sana kuelewa maisha katika ulimwengu wa mwili na nyama, kuelewa ya kwamba wewe unajitahidi sana kuelewa kwa nini una umasikini wa pesa katika ulimwengu wa kimwili. Unajitahidi kuelewa kwa nini una maradhi. Unajitahidi kuelewa wewe mama, kwa nini hupati mtoto, yaani tumbo lako halina uzao. Wewe baba ama wewe mke, unajitahidi sana kwenye ulimwengu wa nyama na mwili kuelewa kwa nini kuna matatizo ya kwenye ndoa yako, kwa nini kuna taraka. Katika ulimwengu wa mwili huu na nyama, wewe kijana, dada ama kaka, unajitahidi sana kuelewa kwa nini ndoto zako mbegu zake zimedondoka kwenye udongo usiokuwa na rutuba.
kwamba hakuna mazingira ya kazi, hakuna mazingira ya kukuza vipaji vyako, hakuna mazingira ya kujitambua ndoto zako. Kwa hiyo ufalme wa Mungu kweli upo ndani yetu, kweli hilo tunalijua, na hiyo ndiyo kweli tuliyosimamia, lakini mbona uhalisia wa maisha ya nje uko tofauti? Ukiangalia changamoto zote unazopitia, mateso yote unayopitia, ukijaribu kutafakari kwa akili yako maumivu unayoyapitia, it is just a total confusion. Una feel very confused. Kuna wakati hata unajihisi hakuna maana yoyote ya kuishi. Halafu katika mwili katika maisha ya kimwili na nyama haya, Mungu anahubiriwa sana. Kuna taasisi nyingi, kuna vyuo vingi vinamzungumzia Mungu. Kuna nyumba nyingi za ibada zinajengwa kumzungumzia ama kumhubiria mwanadamu kuhusu Mungu. Kila nyumba inayohubiri kuhusu Mungu inajaribu kukuonyesha kwamba ina majibu ya haya maswali, ina majibu ya hizi confusions. Kila binadamu ambaye anaongoza hizi taasisi ama nyumba za imani anakuonyesha kuna uponyaji, kuna ukombozi, kuna kubarikiwa, kuna kufunguliwa vifungo ili mume apatikane au mke apatikane, ili kazi ipatikane, ili maisha yabadilike. Nyumba hizi na wanadamu wanaoziongoza wanajaribu kutuambia nini? Wanatuaminisha kwa imani ya matumaini kwamba kuna uhuru kutoka kwenye mateso ya ulimwengu wa mwili na nyama. Kuna kufunguliwa kutoka kwenye vifungo vya ulimwengu wa mwili na nyama. Kuna maisha bora na ya rehema baada ya sisi kuondoka kwenye huu ulimwengu wa mwili na nyama. Nakwambia hivi, ni kweli ya kwamba ufalme uko ndani yako, ukombozi uko ndani yako, mamlaka yako ndani yako, utawala uko ndani yako. Kile kiti cha enzi cha utawala, ufalme na ukuu kinachohubiriwa huku nje, kinachotangazwa huku nje kwa maelfu ya taasisi, kwa maelfu ya nyumba za imani, kwa maelfu na mamilioni
ya wanadamu wanaoongoza haya mafundisho haiko nje. Mamlaka hayako nje, utawala hauko nje, Mungu hayuko huko nje, ufalme uko ndani. Katika ulimwengu wa mwili na nyama, ukirejea mazungumzo yangu hapa nyuma, nimesema unajitahidi sana kuelewa changamoto, lakini hupati majibu. Unajitahidi sana kuhubiriwa, lakini hupati majibu. Unajitahidi sana kuelewa kwa nini kuna matatizo makubwa kwako binafsi, kwenye familia, kwa nini kuna maumivu na mahangaiko kwenye jamii, kwa nini kuna maumivu na vita kwenye ulimwengu. Unajitahidi kuelewa, lakini hupate majibu. Hauna maarifa ya kupata majibu, hauna hekima ya kupata majibu. Hekima ya Mungu itapatikana pale utakaporudi ndani kupitia meditation. Maarifa ya Mungu yatafunuliwa ndani yako utakaporudi kwa kutumia meditation. Hekima, maarifa na nuru ya Mungu vitafunguka ndani yako utakapoacha ulimwengu wa mwili na nyama na kurudi ndani kupitia meditation. Hiyo ndani yako ambayo kupitia meditation utaingia, ndiyo yenye haya majibu, ndiyo yenye these solutions, ndiyo yenye nuru, mamlaka, ndiyo yenye kujua kweli inside within you. Akili unayoitumia kujaribu kuelewa maumivu ya ulimwengu, mateso binafsi, shida na mahangaiko unayopitia ni akili ya kibinadamu, ni akili iliyoumbika kutoka kwenye mawazo ya kibinadamu, kwenye taasisi za kibinadamu. Kwenye tabia na tamaduni za kibinadamu, kwenye taratibu za kibinadamu, katika huu ulimwengu wa mwili na nyama. Meditation ni kujitenga sasa na haya ya mwili na nyama, haya ya kibinadamu, na urudi kwenye sehemu takatifu ambayo sio ya mwili na nyama, ambayo sio ya kibinadamu. Kwenye mwili na nyama hautapata majibu, hautapata ukombozi wala tiba wala uponyaji. Kwenye ulimwengu huu wa mwili na nyama na binadamu hautavipata, kwa sababu vimesababishwa na binadamu, vimeletwa na binadamu, na hao binadamu wanajaribu kukupa tena njia ya kusolve, wanajaribu tena kukupa njia ya kupata majibu. Wanadamu hao katika mwili na nyama wanajitahidi
kukupa matumaini na imani kwamba ukombozi upo. Hao binadamu waliosababisha haya, hao wanakuja wanakupa suluhisho. Haiwezekani ndugu yangu, nakwambia haiwezekani. Kuna sehemu ambayo mwili na nyama vinajitenga. Kuna sehemu ambayo tabia, taasisi na mawazo ya mwanadamu yanajitenga. Kama vile tunasema mafuta na maji. Ndani yako katika meditation utafika sehemu ambayo mawazo ya mwanadamu hayafiki, taasisi za mwanadamu hazifiki, mafundisho ya mwanadamu hayafiki, mawazo yake na maelekezo yake mwanadamu havifiki. Hapo ndipo utakapoanza kufunuliwa majibu yote. Hapo ndipo utakapoanza kuinuliwa kuja juu kwenye mwanga na nuru. Hapo ndipo utakapoanza kufunguliwa kutoka kwenye vifungo. Hapo ndipo utakapoanza kufunuliwa maarifa, hekima, uelewa. Kwa maana hapo ndani yako, hiyo sehemu hiyo ni sehemu yenye utulivu. Vitabu vya maarifa vinasema be still and know that I am God. Hiyo sehemu ni sehemu of stillness, of silence, sehemu yenye utulivu na ukimya ndani ya nafsi yako, ndani ya kina kirefu, ndani ya vilindi vya giza huko katika nafsi yako, na unaweza ukaifika huko kupitia meditation. Jitenge na ulimwengu wa nyama na mwili. Jitenge na mawazo ya mwanadamu, mafundisho ya mwanadamu, majibu ya mwanadamu, tamaduni na mila za mwanadamu zinazokuelezea kuhusu Mungu. Mungu yuko ndani yako. You just need to go back through meditation. Meditate. 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 Utaingia kwenye the sanctuary of God, sehemu takatifu ya Mungu, hekalu la Mungu, sehemu yenye ufalme wa Mungu. Na wa ufalme wa Mungu una kila kitu unachokitafuta huko nje. Kila kitu unachokitafuta huko nje. Peace.